Bana, mambo vipi mtazamaji na mfuatiliaji wetu wa channel hii ya Bayo Media? Bila shaka uko vizuri kabisa, lakini kwa upande wangu niko sodakta kabisa. Leo ni siku nyingine tena ambayo tunagedha hiyo kutoka channel hii ya Bayo Media, mimi pamoja na wewe ambaye unanitazama kwa wakati huu. Mimi ni official Rose mpaka Tawati. Niko na story moto sana ambako unaambiwa kimeumana. CAF wametoa tamko muda huu, wametangaza kuifuta mechi ya finali Simba Sports Club dhidi ya RS Berkane. Bana, ni shirikisho la soka barani Afrika ambako limetoa taarifa rasmi muda huu hivi punde. Unaambiwa ni habari za moto mjini ambazo CAF ameeleza mabadiliko muhimu ya mahali ambako itafanyika mechi ya finali ya kombe la shirikisho la CAF kati ya klabu ya Simba Sports Club kutoka nchini Tanzania na RS Berkane kutoka kule nchini Morocco. Bana, awali mechi hiyo bwana ilipangwa kuchezwa pale katika uwanja wa Benjamin Mkapa ambao uko jijini Dar es Salaam, lakini sasa ni rasmi imetangazwa kuchezwa katika uwanja wa New Amani Complex kule Zanzibar. Sasa kwa mujibu wa barua ya taarifa ambayo CAF imepeleka kwa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, na sababu kubwa mabadiliko hayo ni hali ya uwanja wa Benjamin Mkapa ambayo imeathiriwa sana kwa kiasi kikubwa na mvua ambazo zinaendelea kunyesha jijini Dar es Salaam. Bara CAF imesema kuwa ukaguzi wa mara kwa mara ambao umefanyika kwenye uwanja huo ulibaini kwamba kuna changamoto za kiufundi na hali ya nyasi kushindwa kuhimili mvua, jambo ambalo linaweza kuathiri ubora wa mchezo wa finali. Sasa maamuzi hayo bwana yameibua maswali mengi, lakini pia hisia kali kutokana na wadau mbalimbali namna ambavyo wamelichukulia, wadau wa soka kutoka nchini Tanzania, hasa mashabiki wa Simba Sports Club, wengi wakisikitishwa na hali ya klabu hiyo kongwe ambayo licha ya kuanzishwa tangu mwaka 1936 bado haina uwanja wake binafsi ambao wanaweza wakautumia kwa ajili ya michezo, uwanja wa kisasa sasa tunamaanisha, ambao wanaweza wakacheza mechi yao ya kimataifa. Lakini iwapo Simba Sports Club ingekuwa na uwanja wake, hata mashabiki 30,000 hivi isingelazimika kuhamahama na kutegemea viwanja vya serikali ambayo mara nyingine haviwezi kuhimili hali ya hewa ya mvua na mambo kama hayo au mahitaji ya CAF. Sasa kwa sasa mashabiki ambao walikuwa wamejiandaa kushuhudia mechi hiyo pale jijini Dar es Salaam wamelazimika kukubaliana na hali ngumu, kwani wengi wao walishakata mpaka na tiketi na kupanga safari pamoja na malazi. Wengine hawana uwezo wa kusafiri hadi kule Zanzibar, jambo ambalo limeongeza uzito kidogo wa tatizo hilo na kuleta athari kubwa kwa wapenzi wa soka ambao walikuwa wameiweka siku hiyo kwenye kalenda za kwao. Sasa kuna maswali kuhusu fidia au namna gani sasa mashabiki wataweza kushiriki au kupata haki zao za msingi kwa ajili ya mechi hiyo. Sasa hatua hiyo bwana na hatua ya CAF ni pigo kwa soka la Tanzania, lakini pia ni funzo muhimu kwa klabu zetu hapa nchini Tanzania kwamba kuna haja ya kuwa na viwanja vyao kwa sababu dharura zipo, lakini kama ambavyo imetokea sasa na dharura ya klabu ya Simba ambayo imeipata na hata kwa Dar es Salaam Young African kuwekeza kwenye viwanja vyao binafsi inaweza ikawasaidia. Lakini pia tukitolea mfano kama Simba ingekuwa ina uwanja wake, lakini pia kama ingewezekana kwa mapema kujenga ujenzi wa kiwanja chake binafsi, basi singekutana na hali hii ambayo imetokea, kuhamishwa tena dakika za mwishoni kabisa na kuwapatia wa mashabiki wengine gharama ambazo hazikutarajiwa, ukilinganisha kwamba kuna ambao wanatoka mikoa mbalimbali na tayari walishopanga safari ya kuelekea kule jijini Dar es Salaam. Lakini kwa ujumla mabadiliko hayo ya ghafla yanapaswa kuwa mwanzo wa mabadiliko ya kimfumo katika soka la Tanzania. Viongozi wa klabu, mashabiki pamoja na serikali kwa ujumla wanapaswa kushirikiana kwa ajili ya kuhakikisha kuwa miundombinu ya michezo inaboreshwa, huko klabu zikipewa msukumo na kuwa na viwanja vyao kama njia ya kujitetea na kulinda heshima ya mashindano makubwa kama haya. Kwa mtazamaji na mfuatiliaji wa channel hii ya Bayo Media, mwana Simba, unalipi la kuzungumza? Zanzibar tunaenda ama hatuende? Endelea kuachilia comment yako hapa. Mabadiliko haya wewe kwa upande wako umeyapokea vipi na unalipi la kuzungumza kama mpenzi wa soka kutoka katika vilabu vya hapa Tanzania? Si Simba tu wao ambao wamepatwa na hili kwa sasa, hata klabu ya Dar es Salaam Young African, kulinganisha kwamba na wenyewe hawana uwanja binafsi ambao wanaweza kutumia pengine kwa mashindano hata ya ndani, lakini pia mashindano ya kimataifa. Hii ni channel ya Bayo Media, habari za michezo, burudani, udaku na kijamii unaweza kujipatia hapa. Cha msingi ni kugusa alama kengele ili kuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa zetu pale ambako tunakuwa tunaziachilia hapa
kwenye channel hii ya Biomedia. Jina langu mimi ni Fisher Rose. Subscribe itakuwa inapendeza zaidi. Endelea kubaki nasi kwa ajili ya kupata taarifa zinginezo ambazo tuko nazo.